Na mtazamaji wa Gift Online TV, na matumaini hujambo. Karibu ndani ya Gift Online TV tuweze kujuzana vitu mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Tafiti zinasema kwamba wanaochelewa kuamka wana akili kuliko wanaowahi. Je, wewe ni miongoni mwa watu wanaowahi kuamka au ni miongoni mwa watu ambao wanachelewa kuamka? Ngoja nikujuze kuhusiana na hichi. Na utafiti kutoka Imperial College London umebaini kuwa watu wanaochelewa kuamka wana uwezo mkubwa zaidi wa kiakili kuliko wanaoamka mapema. Kupitia uchambuzi wa data za watu zaidi ya 26,000 kutoka UK Biobank, watafiti waligundua kuwa wanaolala usiku sana na wale wakati waliofanya vizuri zaidi kwenye vipimo vya akili, mantiki, kumbukumbu na kasi ya mwitikio, huku wanaowahi kuamka wakiwa wa mwisho. Utafiti huu unasema bayana kuwa usingizi wa saa 7 hadi 9 ndio msingi wa afya ya akili, sio kuamka mapema saa 11 alfajiri. Hii ina maana kuwa kama mtu yupo huru akaamua kulala saa 9 usiku na kuamka saa 5 asubuhi baada ya kupata usingizi wa kutosha, anaweza kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kiakili na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko mtu aliyelazimika kuamka mapema bila kulala usingizi wa kutosha. Kwa ufupi tu, wanaochelewa kuamka wana akili na utendaji bora zaidi. Ubora wa usingizi wa muda wa kulala ni muhimu kuliko kuamka mapema. Jamii inapaswa kuheshimu tofauti za miili ya watu kuhusu saa za usingizi. Kinachohesabika si saa ngapi umeamka, bali usingizi wa kweli ulioupata. Je, wewe unapendelea kuamka saa ngapi? Watafiti wamesema hivyo. Takriban watu zaidi ya 26,000 umeweza kufanya utafiti na kugundua swala hilo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili zidi kupata taarifa za Gift Online TV.